Thabit Zakaria Zakazakazi, umetukaribisha katika viunga vya Azam mkiwa mnaendelea na maandalizi kuelekea michezo iliyosalia ya ligi. Kwako binafsi, tathmini yako kwa michezo ambayo mmecheza na ile ambayo imesalia iko vipi? Tumekuwa na msimu wenye hisia mchanganyiko. Tumekuwa bora sana kwenye safu ya ulinzi, lakini hatujakuwa bora sana kwenye safu ya ushambuliaji, hasa umaliziaji wa nafasi ambayo tumekuwa tukitengeneza. Nikiwa na matumaini kwamba katika hizi mechi zilizobakia tutaendelea kuimarisha kwenye hilo ili tuweze kupata maximum points kwenye hizi mechi zilizo mbele yetu na tuweze kugear up kwa ajili ya msimu ujao. Na kwanza kuona matokeo haya yatakuwa na maana gani mwisho wa msimu, alafu tupate cha kuanzia msimu ujao. Ujio wa Ibenge kocha kwa msimu huu na kile ambacho kinaendelea ndani ya Azam, tulioipia kupata kusikia hata comment kutoka kwa kocha wa timu nyingine akimzungumzia Ibenge, pengine kile ambacho ninyi mlikuwa nacho katika kile wakati mnamchukua na kile ambacho kilichopo mpaka hivi sasa mpaka anaongezewa mkataba, mnahisi mko katika njia nzuri na ni kwa namna gani? Matokeo hayadanganyi. Matokeo yanaonyesha kwenye mashindano ya kimataifa kwa mfano tumepiga hatua ambayo hatukuwahi kuipata hapo kabla na tumeongoza Tanzania. Nadhani unajua hilo katika timu za Tanzania ambazo zimecheza mashindano ya kimataifa mwaka huu sisi ndio sisi ndio tunafanya vizuri zaidi na hata tuzo ya BMT zile za klabu bora tutapata sisi kwa sababu klabu yetu ndio inafanya vizuri kuliko klabu yote ya Tanzania. Si ile tuzo siipo kwa ajili ya klabu ambayo inafanya vizuri kimataifa. Sasa kuna klabu gani Tanzania inafanya kimataifa vizuri kuliko sisi? Dar City. Dar City inafanya nini? Nafika robo finali ya michuano ya Afrika ya basketball. Okay. Lakini wao sio mwaka wa mashindano yetu sisi. Ni mwaka huu wa mashindano kweli. Wao si 2026. Sisi kwamba sisi tulikuwa safari hii pia. Walimaliza na pointi ngapi wao kwao? Maana robo finali inaweza kama baada ya mechi mbili robo finali kwa sababu hata sisi ingekuwa kama ndio nyakati fulani, hii ilikuwa mpaka nusu finali. So tuangalie zile ambazo wamepata, yani wamepata nini? Yani labda mechi walizocheza kama hizo mechi kwenye basket. Kwenye basket timu ikishinda inapata pointi ngapi? Nyinyi si ndio waandishi wa habari? Inapata nini? Yani ikishinda. Kwa sababu basketball unashinda game, ni game moja, game ya pili, game ya tatu. So utahesabia game zao wameshinda mpaka mwisho game ngapi na sisi tumeshinda ngapi afu tuangalie katika mchezo wetu sisi huu ushindi wetu kama ni point ngapi na wao kama ni point ngapi afu tuweke mezani. Afu tuangalie sio? Kwa sababu ukipima tu robo finali inawezekana mfumo wa mashindano baada ya mechi mbili uko robo finali. Alafu utakuwa utendi yake. So nadhani hivyo inabidi anyway wanajua zaidi BMT wenyewe. Lakini kimsingi ni hivyo. Sisi hizo hatua hatukufika hapo kabla, tumefika safari hii. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuona kwamba tukiendelea na Ibenge atatufikisha mbali zaidi hapa, kwa sababu hata tumetoka hatua ya makundi hatukuvuka kwenda robo finali, lakini unaona tulikuwa karibu sana kupita, kama sio sababu za hapa na pale zikiwemo za kibinadamu. Wale Wydad ambao tucheza nao mechi ya mwisho kule kwao wakatufunga, sisi tulikuwa tunawafunga Zanzibar wale, kama sio sababu za kibinadamu. Unaona, na dynamics ya kundi ingebadilika kutokea pale. So hivyo vitu haviko kwenye mikono ya Ibenge, yani viko nje ya yeye. So yeye alifanya kazi yake vizuri na sisi kazi tukaipenda, tumesema tuendelee naye. Hiyo ni kimataifa. Lakini hapa nyumbani pia ukiangalia Azam FC ilivyo sasa hivi imekuwa timu ngumu sana hata kuruhusu goli. Yani imekuwa timu ngumu sana kupata goli kwa Azam, sio kitu chepesi. Hadi hapo imeruhusu mabao machache zaidi nyumbani. Si nyumbani hatujaruhusu hata goli moja. Hatujaruhusu hata goli moja nyumbani. Lakini kwa jumla kwenye ligi mpaka sasa tumeruhusu goli 9. Hizi goli 9 kwa miaka mingine tulikuwa mpaka sasa hivi tumeshafunga goli wakati mwingine 20 na hadi muda huu kwa miaka mingine ilikuwa goli mpaka 20 au 10 plus. Unafahamu na hata ukiangalia hizi goli 9 ambazo tumeruhusu hadi mechi ya 21 tunacheza tumeruhusu goli 5. Of course ile mechi ile tukaruhusu goli 4 ndio zikawa hizi 9. Lakini ni siku naamka vibaya. Si unaona Kwa kuruhusu goli nyingi kwenye mechi moja na kukaa mechi nyingi bila kuruhusu goli au kuruhusu kila mechi goli moja mpaka mechi 5 au umecheza mechi 5 mechi moja umeruhusu goli 5, hizi 4 zote umetoka na clean sheet. Safu nzuri ya ulinzi ni hii ambayo imeruhusu mechi nyingi goli moja, lakini mechi nyingi imetoka
bila kuruhusu goli, kwa sababu hiyo siku inawezekana waliamka vibaya, afu mambo yakawa tofauti, lakini kipimo kinakuwa mfululizo wa matokeo, ile consistency. So sisi ukiangalia consistency yetu kwenye kuruhusu magoli iko bora sana, na maanake haturuhusu magoli mengi, na hicho ndio kitu ambacho tunaona ni kizuri, kwa sababu safu nzuri ya ulinzi ndio itakufanya timu yako ishinde mataji. Kuna dalili ya kutoka na chochote kitu msimu huu? Ya, bado mashindano yapo. Kuna mashindano mawili ambayo yako mkononi hadi sasa. Nadhani hata nyinyi mnajua, na tuna mechi, tuko nusu finali, kuna ligi bado inaendelea. So acha tuone itakavyokuwa. Ndani kama ya wiki mbili pengine mnahitajika kucheza mechi takriban 6 hivi. Hii kwenu ninyi mnajipanga vipi hapa, na kuna ugumu wowote mnahisi mnaweza kukutana nao kwenye moja kati ya malengo yenu? Sijafanya tathmini ya kutosha hizo mechi 6 sisi na wapinzani wetu wanacheza hizo 6 au watakuwa na 2 wao katika hao tutakutana nao katika hicho kipindi. Sasa ukijua kwamba nyinyi mnacheza mechi 6 ndani ya muda mfupi, alafu wenzenu katika kipindi hicho na mechi 3, unaweza kaona kwamba inawezekana sisi tukawa tunasumbuliwa na uchovu kwenye hizo mechi. So mpaka niwe kwenye nafasi nzuri ya kujua na hao wapinzani wetu wenyewe na 6 kama sisi, kama na wao wana 6 kama sisi, itakuwa maisha ya kawaida, haitakuwa excuse kubwa sana kwenye. Na jambo lingine pia, mnaweza mkabaki na mechi sawa 6, lakini kumbe wewe una mechi nyingi za kusafiri kuliko wenzako ambao watacheza nyumbani mechi hizo zote. So hayo mambo yote hayo inabidi kuangaliwa kwanza kwa makini na kuweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kulizungumzia hilo. Babu Zaka, mnaenda kucheza na Young Africans katika hatua ya nusu finali. Nyinyi kama Azam FC matumaini yenu yakoje? Maanake tunasikia wapinzani wao Young Africans, wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa wanataka Young Africans kukutana nao finali. Nyinyi kama Azam mnajiandaje? Sisi hata hatujaanza kuzungumza kuhusu nusu finali. Sisi mechi yetu tarehe 12 na Fountain Gate Arusha ya ligi ndio mechi muhimu sana kwetu sasa. Mechi yetu muhimu kuliko zote ni inayofuata. Ndio mechi muhimu sana kuliko mechi zingine zote. So wala hatujaanza kuwaza nusu finali, sijui nini na nini, hapana. Mechi na Zaka ni muhimu kuliko zote. Ya, mechi iliyoko mbele yako ndio mechi muhimu kuliko mechi zote za hapa, kwa sababu hiyo ndio itafanya hizo mechi zingine za mbele ziwe muhimu. Kama hii mechi tutakuwa maiharibu, hizo zingine zote make zitakuwa zinapoteza maana. Yaani ile maana yake inapungua. Let's say unataka upate pointi 10 ufikie achievement fulani. Hiyo pointi ya 10 utapata kwenye mechi ya mwisho. Lakini hii mechi usipoifanya vizuri, hazitofika hizo 10, hazitofika tena. Ukipoteza zitabaki 7. Ni yako ilikuwa 10. Kwa hiyo ya mbele yako ndio kwanza iwe muhimu kuliko hizo zingine. Kwa sababu katika dhania Zaka, mechi yani katika ukiangalia namna pointi zilivyo na msimamo ulivyo, pengine focus inaweza ikawa zaidi kupata ubingwa. Hata mashindano haya unasema shirikisho itakuwa mbele tu, kuna siku itakuwa mbele hiyo mechi ndio itakuwa muhimu wakati huo. Kwa hiyo hatuzungumzi kuzungumza mechi 4, 5 zijazo, hazina maana yoyote. Hii iliyoko mbele ndio ya muhimu. So sisi hapa sasa hivi focus yetu, mazoezi yetu, nalenga mechi na Fountain Gate. Yeah. Lakini unawazungumziaje? Nani hao? Wapinzani ambao watakutana kwenye nusu finali. Hata sijajua, hamna tathmini yote ambayo imefanyika. Naweza nikazungumza kuhusu Fountain Gate peke yake hapa. Timu nzuri ambayo imeimarika sasa hivi tangu imempata kocha Minziro ambaye ni kocha mzoefu kwenye mpira wa Tanzania kwa kucheza na kwa kufundisha. Unaona tangu amechukua timu inabadilika, timu imekuwa ngumu pia yenyewe kufungika. Mbona JKT kwake pale macho yamemtoka. TRA kafungwa kule Arusha. Na TRA ni timu ngumu sana ikiwa Arusha, lakini kapigwa pale na Fountain Gate, umeona? So ni timu ngumu, imeimarika na inabidi tujiandae vizuri kukabiliana nayo. Hii inaweza ikawa ni media day ya mwisho mpaka kuunganisha na kwenye dirisha la usajili. Yawezekana pia mnasubiri tathmini ya mwalimu, lakini umezungumzia moja kati ya mapungufu yaliyokuwepo ni katika eneo la umaliziaji. Tutegemee kuona mabadiliko makubwa pia kwenye eneo hilo. Matarajio yatakuwa kwa kocha kwamba atasemaje, kwa sababu inategemea ripoti yake, lakini mimi huwa naamini, siamini katika mabadiliko sana ya watu, naamini katika mabadiliko ya utendaji. Yaani inawezekana wale waliopo wakafunga baadaye. Yaani sio kwamba nafasi kwa zitengenezwe. Kwa zitengenezwe akiwa anakuwa nakosa. Sasa kukosa nafasi inaweza kuwa saikolojia ya mtu siku hiyo na vitu kama hivyo, labda tuna watu wengi wageni pale mbele. Unajua. Sasa baada ya muda wanaweza kazoeana na mambo yakawa tofauti. So pia hiyo nayo nafasi inaitoa. Mabadiliko yanaweza kawa kwenye wachezaji tu wenyewe wakabadilika wanakuwa wanafunga na bila wala kuita mtu mpya, au anaweza kaja mtu mpya mambo yakaongezeka. So yote yanawezekana. Kwenye msimamo wa clean sheet Azam ina makipa wawili ambao wanaingia kwenye nafasi za juu. Yawezekana Azam ina magolikipa bora kuliko magolikipa walio kwenye timu nyingine. Nadhani hilo linajulikana na hata timu yetu ya taifa makipa ndio wanaoitwa.
hiyo iko wazi, lakini clean sheet sio credit za kipa peke yake. Clean sheet ni timu, ni kazi ya timu nzima kuanzia forward line, kwa sababu kazi ya kuzuia inaanzia mbele, kuanzia forward line. Mpira mkiupoteza, yule wa kwanza mpira upotelea anafanya kazi gani kuhakikisha mnakuwa salama, na hiyo inafanyika kwa wote mpaka inafikia kipa. So timu ikitoka na clean sheet, kipa anapewa credit, lakini kiufundi inatakiwa credit ya timu nzima. Na sisi tunaheshimu mchango wa kila mtu katika timu yetu, na sisi hatuko obsessed sana na clean sheets. Hiyo kwetu sisi sio kitu ambacho kina drive sana kwamba yes, hiki kitu cha maana sana. Hamtaki tuzo? No. Achana na hivyo tuzo. Tuzo huwa endi kwa timu. Nazungumzia sisi kama timu sasa. Sisi tunataka zile save wanazofanya. Hata kama kwenye mechi kwa mfano kaingia kafungwa goli 3, lakini aliyokuwa zingine 7. Tunaamini huyu kipa ni bora. Sio ameenda kwenye mechi ametoka na clean sheet lakini hakupigwa hata shuti moja on target. Unafahamu eh? Hutopata nafasi nzuri ya kumpima kama huyu kipa tunaye kipa kweli, kwa sababu usiwe fooled na clean sheet peke yake. Ndio maana hicho kitu ambacho nakizungumza kwamba yes, wana clean sheet, lakini hizi clean sheet hawajazipata tu kwa sababu nyavu zao hazijatikisika. Wameokoa kweli, yani makipa wetu sisi wameokoa vya kutosha. So hiyo ni jambo linalofanya kuwa bora wao, na ndio maana hata timu ya taifa inawategemea wao. Siri ubora wa Fei Toto msimu huu mmemlisha nini? Amewaka? Fei nadhani Fei labda kujituma kwake mwenyewe na mchango anaopata kutoka kwa wachezaji wenzake, mwalimu na kila kitu, lakini Fei msimu huu na msimu wake wa kwanza ukwapi ulikuwa bora sana. Mimi nadhani kama msimu ule wa kwanza alikuwa moto sana, yani sawa tu kama na msimu huu, yani sio kwa maana kwamba huu alikuwa na tofauti kikubwa na misimu mingine. Fei hajawahi kudrop, hivi tu, yuko hivi tu. Hata msimu uliopita alikuwa hivi. Namba yes, kuna wakati namba zinaweza zikaongea sana, lakini ukirely pekee kwenye namba kuna kitu utakikosa. Kuna kazi kubwa sana anayofanya Fei uwanjani, yani kutoka na mipira chini, kwenda kuombea kushoto, kulia, yani kila sehemu yeye anakuwepo kwenye mchezo. So ukibaki tu na namba, na goli 10 na ngapi sijui, ana assist ngapi, peke yake hiyo unaweza usimtendee haki sana, kwa sababu ana vitu vingine vikubwa sana ambavyo anafanya. Kwa hiyo na maana wewe siku labda asifunge goli unaweza kusema leo Fei hajafanya kitu. Unafahamu? Lakini kumbe kuna kazi kubwa sana anafanya. So sisi hiyo tuna appreciate na tunamtia moyo hapo kwamba endelea kufanya hivyo. Utapata mafanikio binafsi lakini na timu itaenda mbele. Moja kati ya contenders wa tuzo ya MVP. Okay. Jambo zuri. Jambo zuri sana. Yeah, ni kitu kizuri. Tuzo binafsi za mchezaji zinamfanya atambue kwamba nimekuwa appreciated na wengine wanaoangalia kazi yangu. Yeye mwenyewe kama mchezaji binafsi anajua mimi kazi yangu naifanya vizuri na anajiappreciate mwenyewe. Lakini watu wengine wakija na kukupa tuzo, maana yake wanakuthibitishia kwamba na wao kazi yako wameiheshimu na wameithamini. So ni jambo zuri na nadhani itatia moyo zaidi na kumfanya afanye vizuri zaidi.